Yes, hatimaye leo rasmi ni katika sehemu ya 5 ya simulizi yetu ya Bibi Zamda. Yes, simulizi ambayo kidogo inatutisha jamani. Nimekwambia katika simulizi ambazo zinanipa tabu katika usomaji basi ni hii hapa. Inanipa goosebumps kweli kweli. Na kama kila mchawi yuko katika hapa nilipo namuona hivi. Na hii ndo kazi ya Sam Dafuri bwana, kufanya kitu ukifeel mpaka ndani ya nafsi yako, mpaka ndani ya moyo. Lakini kwa hii nimekubali bwana. Leo tuko katika sehemu ya 5, simulizi yetu inaitwa Zamda. Msikilizaji, karibu sana simulizi yetu media. Make sure umesubscribe, usiache ku comment hapo, unatakiwa kushare mara nyingi kadri uwezavyo bila kusahau ku like. Lakini pia tunapatikana kwenye mitandao yetu yote ya kijamii kwa jina la simulizi yetu media. Karibu pia kwenye group letu la WhatsApp pale. Tuma ujumbe kwenye namba ya simu hapo juu kwa ajili ya kuja kuungwa na hatimaye kuwa mwana familia kama sisi wenzako ambao tupo. Kumbuka hili ni andiko la Sam Dafuri na leo tuko katika sehemu ya 5 ya simulizi yetu. Kama tunakumbuka bwana, binti natusimulia kwamba kwa mara ya mwisho alikuwa amesikia kama anaitwa hivi na akapiga hatua kwenda kwenye chumba ambacho mama yake mzazi alikuwa anaishi, na alipofika kule bwana alikuta mwili wa mama yake ukiwa umeuza kweli kweli. Sasa pale ndipo ambapo tunaendelea msikilizaji. Binti anasema kwamba nilisimama kwa muda nikiwa natetemeka sana, nikarudi nyuma lakini niko nashindwa. Nitaka kwenda mbele pia nilishindwa. Yaani nguvu ya kufanya hivyo nilikuwa sina kabisa. Hivi unajua ambavyo alikuwa anaonekana, natamani nikusimulie vizuri ila kwa kuwa sasa hivi ni usiku. Mimi nasoma usiku jamani msikilizaji. Tustishane, lakini jua tu kwamba mwili wa mama yangu ulikuwa unatisha mno. Kwenye mwili wake kuna sehemu alikuwa na nyama na kuna upande mwingine kulikuwa kuna malengelenge hivi kama mtu ambaye ameungua na moto wa pumba hivi. Basi kwanza nilikuwa sio mimi ambaye nilikuwa kwenye ile eneo kikweli. Yaani nafsi yangu ilikuwa imekufa kabisa kutokana na ule uoga ambao ulikuwa umechanganyikana na hofu. Kiufupi nilikuwa naogopa. Yaani nilikuwa ni mtu ambaye nasubiri lolote lile litokee. Yaani tu itakavyokuwa na hiyo. Yaani nilikuwa nimekufa jamani. Nilikuwa najua kwamba mama amekufa. Lakini pia kumkuta mle ndani tena mbele yangu. Jamani jasho lilianza kunitoka. Maamuzi sahihi ya kuchukua juu ya kile ambacho kwa kinaendelea nilikuwa sina. Yaani nilijikuta napayuka tu mama. Niliongea na sauti yangu ikatengeneza mwangu sana pale ndani. Jamani, hauwezi amini mama alikuwa ananitazama na akaanza kunisogelea. Labda sio nangu. Nilijiambia kwamba huu ni muda wa kukimbia. Hata kama huyu ni mama inabidi nikimbie. Hamna kitu cha kusubiri hapa, natakiwa kukimbia hata kama yule ni mama yangu jamani, lakini si nilimzika. Sasa mguu wangu wa kulia ukarudi hatua moja nyuma, mguu wa kushoto ukafuatia, lakini nikasikia mama anasema Zamda mwanangu. Nikaitika mama usikimbie, usinikimbie, mimi ni mamako. Nikamwambia mama umeingiaje? Nimekuja kukupa msaada mwanangu, nimekuja kusaidia. Mama akaniambia, "Asa mbona unatisha mama?" Sitishi mwanangu, nimekuja kukupa nguvu, nimekuja kukusaidia mwanangu. Unajua upo kwenye vita nzito sana mapambana. Hebu fanya usiku uondoke kwenye nyumba. Nikamwambia mama niende wapi? Hebu toa hiyo mimba. Achana na hizo mali, nenda kaishi maisha mengine kwa sababu nataka kukua. Hiyo mimba ukikaa nayo siku ya kujifungua ndio itakuwa siku yako ya kufa unajua mwanangu. Nikamwambia mama, ndio nimekwambia hivyo. Kwa hiyo mimi niende wapi? Fumba macho nikwambia ambako tunaenda. Mama alisema hivyo na sijui kwa nini lakini nikajikuta nimefanya hivyo ambavyo alikuwa ameniambia. Kweli bwana nikafumba macho. Nikakaa dakika kwanza kusubiri naambiwa nini, dakika ya pili kapita bila kusikia kitu ambacho nilikuwa natamani kuambiwa. Sasa ikapita dakika 3 hamna kitu ambacho niliambiwa. Nikashangaa dakika 5 mwisho nikafumbua macho, lakini mbele hakukuwa na mama ila kulikuwa kuna giza tu, giza kweli kweli ambalo lilikuwa mbele yangu kutokana na kuzimika kwa umeme. Nikaangaza kulia na kushoto mpaka nje, lakini sikufanikiwa kuona chochote. Nilitazama pia kwenye uvungu lakini sikuona pia kitu chochote. Nikazidi kuchanganyikiwa, niko kwenye sintofahamu. Ghafla nikashika bega la kulia, nikajikuta na paza ile hofu ya sauti, mama. Kumbe liko nyuma yangu bwana alikuwa ni Sofia. Nikamwambia umenitisha jamani. Vipi? Kuna nini? Mbona umeamka na huko mwenyewe? Yaani nimejikuta tu niko hapa. Kwa nini? Yaani hata sijui, nilikuwa nasikia tu sauti. Sauti ya nani? Yaani hata sijui, ile ndio hivyo. Yaani kama kuna mtu alikuwa ananiita, sijui ni nani, sijui. Pole jamani kipenzi, basi kesho nitaongea na kaka ili sivyo wewe nalala hapa. Nadhani utakuwa uogopi, aliniambia Sophie. Kikweli sikutaka kumwambia ukweli kwamba eti sio nimemuona mama yangu, sio ingeleta mambo mengi ujue, afu mambo mengine yangeharibika kwenye kile ambacho nilikuwa nimekiona. Basi bwana tukarudi tena kitandani kama ilivyokuwa kawaida yetu, lakini nilikuwa naanza mno juu ya kile ambacho kimetokea. Mambo sasa yalikuwa yameingiliana mno. Wakati mzima mama akiniambia kwamba tukio kutoroka ndio upande wa pili, kichwani huko kulikuwa kunaanza kuhusu kutoa mimba ambayo ilikuwa tumboni kwangu. Lakini pia Sofia alisema kwamba anataka kumleta Steve pale nyumbani. Basi nikajihisi nachanganyikiwa si kitoto. Nisikufiche, usiku huo nilishindwa kulala kabisa kwa sababu kile ambacho nilikuwa nimekiona, yani sura ya mama ilikuwa inanijia akilini kwangu na ilikuwa ni kwa
kiasi kikubwa sana. Maneno yake ilikuwa yakijirudia sana kwenye kichwa changu. Na nikaona hapa natakiwa kwenda kuongea na Agi kesho. Yeye ndo mbata ananiambia nifanye nini nijue hatima ya maisha yangu. Nikaona hiyo bora nifanye mambo, bwana ameshanitisha jamani, nitakufa mimi. Basi ikabidi sasa wakati huu nipumzike ili nisubiri patakapokucha. Mungu si Sofia kusema kwamba singefanya jua lisinifikie na kusafirisha macho yangu. Hatimaye bwana asubuhi ilifika na niliongea na Sofia kuhusu kwenda kazini, na yeye akaniambia kwamba anaondoka majira ya saa 5. Kwa hiyo huyo Steve sijui nani, sijui anakuja saa ngapi. Nikamuuliza na kwa makusudi kwa sababu sinajua tena yeye ndo angekuja yeye ndo ingekuwa rahisi sana kwa mimi kuweza kutoroka pale nyumbani. Kwa hiyo sikuona kama na sababu ya kumwaminisha sana Sofia kwamba uwepo wa mtu ambaye alipanga kumleta ilikuwa ni sahihi ama si kitu sahihi. Muda wote tu utakupigia simu hata usijali. Okay basi sawa, hamna shida, ila nitakumisi. Hata mimi jamani nitakumisi, yani nimemisi story zetu. Ndio hivyo, lakini usijali na liendele ni hapo tu. Kwa hiyo nikiwa nimekumisi sana bwana nitakuwa nakuja. Basi poa, majichunge tu mke wetu. Sofia alisema, nikajichekesha kinafiki mwenyewe huyo, nikaondoka zangu. Basi baada ya kuondoka nilifika kazini kwangu ambako nilizungumza na mpendo wangu Agi. Nikamsimulia kile ambacho kilikuwa kimetokea jana na mpango wa mume wangu dhidi ya kumleta Steve huku. Basi nikamwambia kwamba nataka kumtumia Steve katika kunichukua kutoka pale nyumbani hadi eneo ambalo mimi ningeona linafaa, afu yeye atanirudisha kwa gari nyumbani. Unajua maisha pale nyumbani nimechoka, yani naishi kama mtumwa. Kama nilivyokuambia jana nitokea na mzimu wa mama. Akaniambia kwamba hii mimba nitoe, alafu niache kila kitu kwenye ile nyumba niende kuanzia maisha mengine. Mimi naona hili ni wazo ambalo nafaa kabisa mama, ambalo ameniambia. Yani kwa nini niteseke wakati njia kutafuta amani inaonekana? Nilisema nikiwa na machozi kweli. Nilikuwa na maumivu sana kwa kweli. Niliumia mno kwa sababu nilijua nampoteza mtu ambaye nilikuwa nampenda kupindukia. Basi nilikuwa nafanya jambo ambalo ilikuwa na lazima kufanya ili kunusuru maisha yangu na si vinginevyo. Unajua bado sijaelewa. Ina maana unataka kuacha mali na kila kitu? Ndo ambacho nachokianza hapa sasa hivi. Yaani nataka nitoe mimba, niache mali, niishi maisha yangu. Sina furaha jamani. Nimekonda, nimepungua. Wakati kuna maskini kunje wananenepa jamani na wanafanya mambo yao vizuri tu. Kwa nini mimi? Kwanza Steve atakubali kweli? Wewe una uhakika kwamba atakubali na unaamini kwamba hatusema kwa mume wako anakupeleka wapi? Hilo pia nawaza, lakini sidhani kama itakuwa ni jambo baya kwangu. Yani hata kama akisema atakuwa tayari ameshachelewa. Atakuwa amechelewa, kwa hiyo halitakuwa jambo baya. Nilimwambia Hagi na nikafuta machozi ambayo alikuwa anaendelea kunitoka. Basi Hagi akanielewa na aliamua kubadilisha maamuzi. Kwanza alinitazama jinsi ambavyo nilikuwa nadondosha machozi. Akaniambia, kwa kuwa ni mjamzito, basi mimi nakupa namba dadangu ili waje sasa. Unatakiwa kuchukua maamuzi siku ya leo. Sasa mimba huwa itoke siku moja. Unatakiwa kwenda huko kwake ukajisikilizie. Kwani yuko wapi? Yupo Kitangali. Utaenda kuishi huko? Yani hata mimba pia utaenda kutolea huko, sijui unanielewa. Kama ni hivyo mimi hamna shida, ni sawa tu. Sasa mpango ulikuwa umeiva kabisa. Na mimi niliongea na dada yake wa Hagi ambaye akaniambia kwamba naweza kukamilisha kila kitu ambacho nilikuwa nakihitaji. Nikamtumia kiasi cha pesa ambacho kwa kinahitajika, na mwisho nikamwahidi kwamba kwenye majira ya saa 10 usiku ama kesho asubuhi naweza kufika Kitangali. Akanieleza hamna shida yote, naisubiriwa ni mimi tu. Basi bwana jamani, tangu nilipoongea na dada niliona kama nimeanza maisha mapya. Yaani niliona nina furaha kwa sababu niliporudi nyumbani nakumbuka kwenye majira ya saa 10 hivi Steve alikuja. Niliamua kumfungukia kila kitu. Hamna hata kimoja ambacho sikumwambia. Yaani nilifanya hivi kwa lengo la kwamba nipe msaada ili mimi niondoke mle ndani. Nilichoshwa na hali maisha jamani. Nilikuwa sina amani hata chembe kwenye moyo wangu. Kibaya ni kwamba maneno ya mama yaliendelea kuishi kwenye kichwa changu siku nzima. Basi Steve huyu bwana hakuwa na mambo mengi, alinielewa. Alikuwa ni kijana ambaye alikuwa ni mtanashati sana na nimuelewa kweli kweli. Na kitu ambacho aliniambia ni kwamba sije kurudi nyuma kwenye maamuzi yangu ambayo nilikuwa nimepanga. Basi nikamhakikishia kwamba hakuna kitu ambacho kitaharibika kwa sababu nimeamua kuanza maisha yangu mengine. Basi ilipofika saa 1 jioni, Wakurungo tukaanza zetu safari kutoka katika mji wa Mtwara mjini kuitafuta Kitangali. Wakati Steve alikuwa ni dereva na mimi nilikuwa nyuma ili kumpa umakini kutokumuuliza maswali, na hata kama nikichoka basi nilikuwa nataka tu nijilaze. Si unajua tena ukiwa na kibendi afu kibendi chenye wake ileweki mara niambie kiumbe cha ajabu, mara sijui nikijifungua mwisho maisha yangu, yani tabu tu, tafran. Basi ndio hivyo mwendo ulinoga bwana.
Nakumbuka nilipita nyumbani kwa kina Sofia, yani naliendele kama saa 1:45 hivi, na kisha tukaendelea na safari kama ilivyokuwa kawaida. Ilikuwa ni safari ambayo kwanza ilikuwa ni ndefu, inachosha ukizingatia kwamba nilikuwa mjamzito. Gari ilitembea kwa kasi mno. Steve alikuwa mtaalamu sana kwenye kuendesha gari. Kuna muda nilichoka, nadhani ni katika maeneo ya Nanguruwe hivi. Pale bwana usingizi ulinipitia. Nikaegesha mgongo wangu kwenye kiti na nikalala katu. Steve aliendelea kuendesha gari. Sasa haukuwa usingizi mtamu sana kama unavyojua usingizi wa safarini. Mara ghafla nikaamka, nikaita Steve, tumefika wapi? Nilizungumza na kumtazama Steve ambaye alikuwa akiendesha gari. Kimya kilipita bila kujibiwa. Nikauliza tena kwa mara ya pili, lakini hakujibu, kitu ambacho kilifanya nipate hasira. Nikataka kumpiga kichwani hivi. Nikajinua kidogo na kumpiga mgongo, na kumpiga mkono wangu katika kichwa chake. Akageuka matongo mwenu. Macho yangu yalikutana na mume wangu akiwa ameshika usukani akiwa anaendesha gari. Tena safari hii aligeuza, yani tulikuwa tunaelekea kule ambako tumetoka. Nikaita mume wangu kwa sauti kubwa sana, tusijue nisijue nachukua maamuzi gani. Jamani, hii matongo mwenu sijui ni nini maana yake. Mwandishi ameandika hivi, jamani wenye lugha yao mwe mnatuandikia hapo chini maana yake nini. Basi bwana, nilijikuta nimeishiwa nguvu zote. Maamuzi ya kufanya sikuwa nayo kabisa. Nilipoteza fahamu. Kumuona mume wangu katika ile gari ndio kitu ambacho nishindwa kuvumilia. Namshukuru Mungu kwa sababu hakufanya nikafa, lakini sitakuja kusahau kamwe hili tukio katika maisha yangu. Yani sitokuja kusahau. Ni mshtuko ambao mimi sikujiandaa nao kabisa. Sikujua nini hasa ambacho kiliendelea, lakini nilikuja kuzinduka kwenye majira ya saa 2 vya asubuhi nikiwa ndani kwangu, nilikuwa nimelala. Nilikuwa nimezungukwa na mishumaa huku nikiwa ucho mnyama, yani kama ambavyo nilikuwa nimezaliwa. Nikajiuliza niko wapi? Nilijiuliza nikipeleka jicho upande wa pembeni ili kutazama kulikuwa na nani. Pembeni yangu bwana kulikuwa na mume wangu ambaye alikuwa na hasira mno. Kichwani kwake alikuwa amefunga kaniki nyeupe mwenyewe. Alikuwa na irizi kubwa sana ambayo ilikuwa inaning'inia kwenye shingo yake. Kifuani alikuwa wazi, lakini chini alivalia kaniki nyeusi, hali ambayo ilimfanya asiwe uchi kama ambavyo mimi nilikuwa. Basi mara baada ya kumwangalia mume wangu akiwa katika hali ile, nikajua kwamba tayari nimerudi katika imani ya shetani. Tayari nimerudi katika kiwanja cha kifo na siwezi kukimbia hata iwaje. Nikiwa katika sintofahamu, nikaona mlango unafunguliwa. Macho yangu yalisafiri hadi mlangoni, nikatazama nani ambaye alikuwa akifungua ule mlango. Hakuwa mwingine, alikuwa ni Sofia, lakini alikuwa amevaa kama vile ambavyo alikuwa amevaa mume wangu, lakini yeye shingoni kwake alikuwa amejivunga kiko hivi ambacho kilifanya chuchu zake zisiweze kuonekana. Nikapigwa na butwaa. Nitaka kuondoka kwenye ile eneo, lakini kumbe bwana nilikuwa nimefungwa, yani miguu na mikono nilikuwa nimefungwa kama nasulubiwa hivi. Nikamwambia jamani niacheni msaada. Nikajikuta napiga kelele, yani kama ngao kuna mtu akunisaidia hivi, lakini haikuwa hivyo. Msalaba wa kuingia katika hukumu ya shetani ndio ulikuwa unanisubiri sasa wakati huo, kwa sababu mara baada ya Sofia kuingia ndani alikenua mdomo wake. Niliona meno yakiwa yamesigana hivi, yani kupandiana, yani na mengine alikuwa ni marefu hivi. Yani ni kitu ambacho kilinitisha. Yani hao walikuwa ni majini, sio ni mashetani, sio ni kitu gani. Walikuwa mbele yangu wakinitazama taratibu sana. Kichwa kilikuwa kinagonga kuliko kawaida. Macho yangu yakaendelea kumtazama Sofia ambaye alifika na kunigusa tumboni kwa mkono wa kulia na kukaa pembeni. Mnataka kufanyaje? Hili ndio swali langu la kwanza kuuliza. Ulikuwa unaenda wapi kwani? Kazumari aliuliza. Nimechoka ya maisha jamani. Nimechoka ya maisha ya kichawi ya kishirikina. Nimechoka jamani. Kwa hiyo kama umechoka ndio uondoke na kiumbe watu. Kiumbe watu una maana gani? Nilimuuliza nikimtazama mume wangu usoni. Basi alikaa kimya akionekana kama mtu ambaye alikuwa na jambo ambalo alikuwa anafikiria hivi. Alimtazama Sophie ambaye alitingisha kichwa na akarudisha macho kwangu. Alipopiga hatua kunifuata mpaka nilipo, alikuwa akinitazama sasa kwa kila dakika moja hivi, ambayo alinitazama mpaka zikatimia 2. Sikujua kiukweli alikuwa anafikiria nini. Kwanza, unajua niko wapi muda wote huo? Si ulisema uko da? Kwa nini siri zangu mmwambia Steve na Agi? Swali lingine ambalo lilifanya nishindwe cha kujibu. Nikajiuliza ni muda gani ambao amejua kuhusu kitu ambacho nilikuwa nimewaambia wale watu? Kazumari ametoka lini Dar es Salaam? Lakini nikiwa najiuliza, alinitazama tena na akakaa mkono wake kwenye tumbo langu. Hata Sofia naye akafanya hivyo. Mume wangu, kiumbe wetu anakuwa, alisema Sofia akimtazama mume wangu. Sasa nikashangaa. Inawezekanaje useme kwamba huyu kiumbe wao wakati yupo tumboni kwangu? Yani na kama nilikuwa mimi hisi muhitaji huyo kiumbe wao hivi walijua. Yaani kwanza huyu ni mtu namjua. Umeitanaje mume wangu mbele yangu? Hebu naomba kwanza kalete kwanza kisu. Chukua na ndimu. Kazumari alisema na Sofia bwana aliondoka katika eneo lake. Nikabaki na Kazumari ambaye alinichekea kidogo. Sikujua kama alikuwa anacheka ama ni dharau. Akaniambia,
una mimba na utajifungua sio siku nyingi. Nikamwambia kwa hiyo turudi katika swali la kwanza. Lipi? Kuhusu ndio. Unajua nilienda kufanya nini? Uliniambia sijui umekwenda sijui kufuatia mzigo sijui nini. Kwa hiyo hata hivyo mimi naomba unifungue hapa niondoke. Nimechoka na haya maisha jamani. Uchawi kila siku. Kwa nini Kazumari? Naomba unifungulie jamani niende na uchawi wako uniache. Unataka uondoke ili uende wapi? Una kiumbe ambaye mimi na Sofia tunamhudumia na tunamhitaji. Kwa hiyo umeshindwa kumweka katika tumbo lake. Kwa nini usingemweka kwa Sofia? Angekaa kule angekufa na mimi siko tayari kumpoteza. Yeye ni sehemu ya utajiri kuliko hata wewe. Sasa na mimi sitaki mimba. Naitoa. Haki ya Mungu tena naitoa. Toa ufe. Yaani hiyo mimba ni kama ukitoa tu unakufa. Ukizaa pia unakufa. Kwa hiyo kifo unacho, sijui ni wewe unataka kufa lini, saa hizi ama lini. Basi niambie, huyu kiumbe ni wa nani? Nilimuuliza na nikaona sasa nikaa kimya. Basi alinitazama katika tumbo langu ambalo lilikuwa limeanza kucheza. Kulikuwa na kiumbe ambaye alikuwa akijigeuza tumboni kutoka upande wa juu kwenda kulia, chini. Yaani alikuwa anazunguka kama ambavyo kichanga huwa anafanya kwa kawaida akiwa tumboni. Lakini huyo kwangu alikuwa ni kama anamkia wa kenge hivi. Yaani kuna namna nilikuwa na feel, yaani sijui jamani. Sasa kwa kuwa nilikuwa nimevuliwa nguo zote, ilikuwa ni rahisi kuona akitembea na kukaa sawa. Hayo maumivu ambayo nilikuwa nayapata hayakuwa na mfano. Nilihisi na karibia kufa. Yaani huu ulikuwa ni mfano tu. Hesabu kamili bwana ilikuwa mbele ya safari. Basi sasa Sofia alikuja na kisu na kisha wakanipiga chale 2 katika tumbo, na chale hizi mpaka leo ziko jamani. Zilikuwa ni chale ambazo sikufahamu kwa nini nilikuwa nimechanjwa, lakini ninachokumbuka ni kwamba Sofia alinyunyizia ndimu katika maeneo yote ambayo nilikuwa nimeweka chale, na mamangu akasema hivi, kama unataka kuva basi toa hiyo mimba. Kauli hii ilifunga tamati juu ya kile ambacho kwa nakifanya, na kisha iliniacha nikiwa huru kabisa. Wakapotea katika eneo lile kwa mazingira ya kutatanisha mpaka nikashindwa kujua sasa wameenda wapi. Kupotea kwao kulifanya hali ya kawaida irudi katika eneo lote la chumba. Yaani kuanzia kuachwa kwangu bila kufungwa kamba, kupotea kwa mishumaa, mashuka na kila kitu. Sasa nilikuwa ni mimi ndio ambaye nilikuwa nimelala pale kitandani. Nilikuwa tu na night dress yangu kama kawaida. Ilikuwa kama naota hivi, lakini hayo ndio ilikuwa maisha yangu halisia kabisa. Yaani kile ambacho kilikuwa kimetokea siku ya leo. Basi haya yalikuwa ni maisha ambayo nayapitia. Kwa sababu nakumbuka baada ya wao kuondoka mlango uligongwa. Sikujua nani ambaye alikuwa nje ya mlango kwa sababu nilikuwa bado na wengi la kutoka kwenye ile hali. Nilikaa kimya nikasikiliza kwa mara ya pili kama yule mtu ataendelea kugonga, na kweli alifanya hivyo. Nikainuka na kwenda kufungua mbele yangu, nikutana na Steve ambaye alikuwa ananitazama. Nikapigwa na butwa. Steve amekuja mpaka pale. Sasa bado nitaka kujua kama yale ya jana ya kuchukuliwa kuondoka naye na kila kitu mpaka nimejikuta hapa ni ndoto ama ni la, au jana kule tulikasema tulienda au hatukwenda, yani ni kitu ambacho nilikuwa sijui. Nikamwita Steve akamwambia naam, umeamkaje kwanza? Niko poa, vipi wewe? Salama kabisa. Hivi una kumbukumbu yote kuhusu jana kuhusu nini? Mungu wangu. Mimi nawe tutoka hapo kanipeleka Kitangali. Mimi? Hapana bwana, hebu kumbuka vizuri bwana. Maana mimi nilikuja hapa ukanipokea vizuri, ukaniambia kesho niwahi kuamsha kwa sababu ulisema nisikuamsha kwa sababu utaki kuwahi kazini, kuna sehemu nataka kwenda au kuna kingine. Sivyo kanijibu. Unajua kuchanganyikiwa msikilizaji. Yaani mimi hiyo safari tulishaenda, yeye anasema bado. Yaani hii maana yake nini? Unajua kwa wasiwasi wangu ilikuwa ndo hii siku ambayo nilipata wasiwasi kweli. Nikajikuta nikipiga kichwa changu yani sio mara moja wala mara mbili. Nikahisi kwamba huenda nilikuwa nimechanganya madesa sijui. Akaniambia kwani kuna nini? Nikamwambia hapana. Hivi umemwona mume wangu? Nani? Bosi Kazumari? Madam, wewe madam, mbona kama uko sawa inaonyesha mume wangu wao hapa sasa hivi akati ameenda da jamani, au umemmisi sana? Akaniambia Steve, jamani alizidi kunichanganya, bora hata singenijibu. Yaani alizidi kunichanganya, nikaona ni mimi jamani, yani nachanganyikiwa. Lakini bado akili kawa inaniambia kwamba sikuwa naota kile ambacho kimetokea jana. Mimi niliona ni kitu halisi kabisa, kama nimechezea mazingaombo. Basi nikazungumza na Steve ambaye aliniambia kwamba kuna sehemu anakwenda, lakini kama nikitaka kwenda sehemu kama tulivyokubaliana nimpigie simu. Nikamkubalia. Nikarudi ndani. Ina maana nilikuwa naota, lakini hapana. Inawezekanaje kuwa naota wakati niko na chali mwilini? Chali nilizochanjwa kwenye ndoto nimeamka nazo jamani, ndoto gani? Yaani kabisa niliondoka naye hapa afu anasema kwamba akumbuki kweli. Yaani akumbuki nini? Sasa mbona ananichanganya? Hebu ngoja kwanza. Basi mawazo yakawa yanaendelea kichwani mwangu, lakini wakati huu simu yangu iliita. Hakuwa mwingine ambaye anapiga, alikuwa ni mume wangu. Kabidi nipokee, lakini nilikuwa na wasiwasi. Nikapokea. Mke wangu mzuri, habari za asubuhi. Salama tu mume wangu, umemkaje? Niko poa. Leo una ratiba gani? Sina ratiba yote mume wangu. Afu mume wangu, niambie mama. Hivi kwani urudi Mtwara? Mke wangu, itakuwa nimemiss wewe jamani. Mume wangu akaniuliza mpaka kufikia hapa nikazidi kuchanganyikiwa. Ikabidi tu niseme uongo kwamba ni kweli nimemiss.
Basi nakumbuka tunaongea mambo mengi sana, lakini mume wangu hakugusia kile ambacho kimetokea. Yani kama hausiki zaidi sana, kaniuliza tu kuhusu Steve, kama nimempenda na jinsi ambavyo naishi naye pale nyumbani. Nikamwambia yupo sawa, hata hivyo nampa muda tu ili niendelee kumuelewa zaidi. Basi baada ya mazungumzo ya lisali zima, simu ilikatwa na mimi nikaenda zangu bafuni kuweka mwili vizuri. Basi nilioga mpaka nilipomaliza, nikarudi tena chumbani. Nikiwa najilemba pale kama kawaida yangu mtoto wa kike bwana. Ghafla simu yangu iliita. Alikuwa anapiga safari ya kwa mwingine alikuwa ni Agi. Nikafurahi sana jamani kuona simu yake. Ila baada ya kupokea tu simu akaniambia, na kusubiri mama yangu na daktari amesema tufanye haraka, sinajua leo ndo Ijumaa, mambo mengi. Alikuwa ananipa taarifa ya kwenda kutoa mimba. Kauli yake kaniaminisha kwamba kweli nilikuwa naota, kwa sababu ya mambo mimi nao tulishayafanya. Na kile ambacho kimetokea ilikuwa ni sehemu tu ya maisha halisi. Mimi ndivyo ambavyo niliona. Lakini hao watu wote wawili, Agi pamoja na huyu mwingine hapa ndani, wote ni kama hawajui. Basi nikamwambia nisubiri na mazia kujiandaa ili tukutane tuende kwa daktari kutoa ile mimba. Basi bwana nikaondoka pale nyumbani. Lakini nilikuwa ni mtu ambaye nilikuwa na mawazo sana. Nikawaza kuhusu kutoa mimba. Kuna muda akili ilikuwa inaniambia uamuzi mzuri, kuna muda akili ikaniambia ninachokitafuta nitakipata, kwa sababu nimeshapewa bonge moja la onyo. Lakini ile jibu la mwisho kwamba pwete liwalo na liwe, nikajikuta ninadharau kweli kweli nikiwa bado barabarani. Basi wakati unaenda siku hii simu yangu ilipigwa sana na mume wangu. Alinipigia tukawa tunaongea, lakini alikuwa akinisisitiza na kuniuliza kuna kitu gani kinaendelea. Mimi sijeuri bwana, nikasimjibu. Unajua nilikuwa nimejichukia ile maisha jamani. Nikajiambia kwamba chochote ambacho kinaweza kunikuta nitajua huko mbele yao, kwa sababu ile maisha nimechoka kwa kweli. Yani haiwezekani matukio mawili yawe tofauti yani kwenye maisha yangu jamani. Maisha gani haya jamani? Maisha yalikuwa yametenganishwa kabisa katika ukuta ambao nilikuwa naona mbele. Tukio la kwanza ilikuwa ni kwamba asubuhi kabla mimi kupigwa chale, niliongea na Sofia na Steve pia kuhusu kuondoka pale nyumbani. Hapo baadaye yani majira ya mchana nikiwa kazini niliongea na Agi na inaonyesha kwamba Agi hakuna ambacho anakumbuka, alafu Steve yuko pale nyumbani. Kivipi sasa? Unadhani kama sio mazingombo ni nini? Mbele yao bwana. Basi nikafanikiwa kufika nyumbani kwa Agi na kisha nikamuuliza kuhusu kile ambacho nilikuwa nimekiota kuhusu cha mama na nini. Nikamuuliza kama leo kunishauri lolote kuhusu ile swala la kwenda Kitangali, lakini naye akanikaushia kabisa, akasema kwamba dada yake anaishi Mikindani na sio huko ambako mimi nilikuwa nakuzungumzia. Akaambia utakuwa na mawengi unajua. Yani wewe ungekuwa Mkristo ningekwambia ukaombewe. Kwani haiwezekani mpaka niwe Mkristo jamani? Sina ufahamu sana, ila mimi nahisi kwamba kuna pepo wabaya sana ambao wanapita kwenye kichwa chako. Agi akaniambia, "Hivi unajua niko njia panda. Alafu yule mtu alinisisitiza kwamba nisitoe mimba. Yani kibaya zaidi nimepigwa mpaka chali hapa." Nikamuonyesha Mungu wangu. Kwa tunafanyaje kuhusu kutoa au? Bwana, hii bwana inatakiwa itoke. Yani itake staki. Ulisema miezi mingapi? Nikamwambia 1. Poa, mimi nadhani tutapata dawa. Agi akaniambia basi safari yetu ya kwenda kwa daktari ikaanzia hapa. Ilikuwa ni safari ambayo nilikuwa na mashaka sana mwanzoni, lakini nilipokumbuka kwamba nafanya ikiwa ni kama sehemu ya maisha yangu, nikaona niko sawa kwa kweli, natakiwa kupambana, ni bora nife nikiwa napambana. Basi hatimaye saa 1-2 tulifika kwa daktari ambaye alikuwa akitibia baadhi ya watu ambao walikuwa wakipewa huduma kama ya kwetu, na kisha pomalizana nao basi sisi pia tukaingia. Nikamweleza daktari mpango wangu na yeye akanipa dawa, akanieleza kwamba natakiwa kumeza, afu baada ya hapo nitakuwa nasikilizia tu majibu yake. Mabadiliko yote ambayo nitaona basi tutawasiliana, ikiwa ni kama sehemu ya kumwambia naendelea vizuri au la. Basi nikampa visenti vyake, nikaondoka zangu, nikamrudisha Agi nyumbani kwao maeneo ya Chikongola huko. Basi baadaye akaniambia pole kwamba unapitia rafiki yangu, yani kuna muda mpaka nakuonea huruma. Nikamwambia ndio hivyo, kile kitu kitaisha, lakini sidhani kama itashindwa kutoka. Na kama ikishindikana sasa unafanyaje? Yani mimi niko razi nijiue kama itatoka, yani bora tutufe wote. Umefika mbali za muda. So hivyo, yani mimi nimechoka ya maisha wewe, sina raha. Hebu ona mwili wangu ambavyo mkono machali jamani. Kwanza nimepungua. Unafikiri mimi napenda ya maisha? Kweli nakuona shoga yangu pole. Asante, lakini nitakupa majibu hata usijali. Nikamwambia, na kwa sababu nilikuwa sina kazi nyumbani, basi nikamwambia kwamba nikajiambia kwamba nitakaa kwa Agi pale mpaka jioni ndo nitarudi nyumbani. Lakini hapo kichwani kwangu ulikuwa kuna wazo kwamba nipite kwa yule mzee kwenye ile namba uaga na mkuta. Nikapanga nikamuuliza labda angenipata baadhi ya vitu pale, kwa sababu najua alikuwa ananifahamu pia na anafahamu vitu vingi. Sasa nakumbuka ile siku kwa Agi tulipika tukala, na muda wa kuondoka ulipofika basi tukaagana. Baadaye nikapanda kwenye gari nikaondoka. Nilipita barabara ambayo nimekusudia, na kwa bahati nzuri nilimkuta mzee akiwa bado kwenye eneo lile la kila siku. Nikasimamisha gari pembeni nikasogea.
Unawaza nini kwenye kichwa chako? Mzee alizungumza akinitazama usoni. Nachowaza ndio hicho ambacho unakijua. Unataka kuua kiumbe wa watu? Kwani kuna ubaya? Unadhani hilo ndio suluhisho? Ila nini sasa? Nimekuuliza na mimi nimekujibu kwa kukuuliza. Sawa bwana, wewe fanya kile ambacho unaona upo sahihi, lakini usije. Mzee alikuwa anaongea lakini hakumaliza. Nikaamua nimchambe tu, maana niliona huyu anataka kuniletea mambo gani sijui. Alafu mimi mwenzake niko live, yani nimechoka, maisha yanichanganya. Kama bwana, kama kuna kitu nataka kuniambia uniambie tu, sio unanipa mafumbo yako hapa kila muda sijui mara nini kilienda karudi. Kama unanipa suluhu nipe bwana. Kwa nini unaniacha napitia mambo? Akaniambia kwa hiyo unadharau jinsia yako, si ndio? Nikasema bwana, utajua mwenyewe. Yani mimi kama hutaki kuniambia chochote, huwezi kunipa njia yote nzuri. Niache bwana, nimekuwa mtu wa mafumbo. Sasa unamfumbia nani hapa bwana wewe? Akaniambia unajua ulishanikosea. Nikamwambia nilikosea nini? Tafuta mbegu ya tende ambayo ulipewa na yule kijana. Ulishafanya makosa, mzee akaniambia. Nikabaki nikiwa namtazama yule mzee na kile ambacho alikuwa amezungumza. Hapo ndo nikazidi kuchanganyikiwa kichwani. Sikujua ni mbegu gani ambayo anazungumzia. Nikajaribu kurudisha kumbukumbu nyuma, lakini jamani sikuwa nakumbuka. Yaani unamaanisha gani? Yaani kitu gani nataka kusema? Wewe Msumbiji mlienda kufanya nini? Sikumpeleka Debora. Baada ya hapo tukarudi au? Mimi sijui, ndio maana nakuuliza. Sawa basi, tulienda kumpeleka Debora, baada ya hapo tukarudi na hakuna kingine ambacho kiliendelea zaidi ya kuwazika marehemu. Hivyo nadhani yule kijana alikuwa ni mjinga, yani akaacha mambo yakaishaisha vile. Una maana gani sasa? Wewe ni jibu. Sasa mimi sina jibu jamani, kama unashindwa kunielekeza basi. Haya bwana, unaleta mautundu sijui. Unamkasirikia nani sasa? Bwana utajua mwenyewe bwana. Sasa sikia, kijana ambaye uliongozana naye, unamkumbuka? Ulimwambia kwamba Sofia anaishi au amekufa? Mzee aliniuliza. Swali lake sasa likanifanya nikumbuke kwamba alikuwa anamaanisha mbegu ya tende ambayo nilikuwa nimepewa na Frank siku ile makaburini. Nikamtazama, nikaambia kwa hiyo. Akaniambia umekosea kusema uongo. Mwenzako kila siku waga wanakuja na mbinu mpya kuangamiza ili waendelee kuwa matajiri. Nikamwambia ndio maana niko hapa na mimi nataka kujua vitu. Wewe unataka kujua nini? Sasa nifanye nini babu? Umeambiwaje wakati ulipokuwa unapigwa chali? Nimeambia nisitoe mimba. Na unataka kufanyaje? Mzee akaniuliza, lakini nikakaa kimya, nikamtazama kama sijasikia vile ambacho alikuwa ameniuliza. Msikilizaji, kumbuka wakati ule Frank leo kuniuliza nyumbani kwako kuna mtu mwingine yote, nikaambia hata Sofia amekufa na mama mkwe amekufa. Akaniambia kama hao wote wamekufa, endelea na mume wako, lakini kumbuka Sophie alikuwa hajafa, kama nakumbuka nilimdanganya tu. Basi nikaona mzee anacheka kwa muda hivi. Sikujua alikuwa anacheka nini kinachomfurahisha mimi, niko kwenye hali mbaya hivi. Baadaye akaniambia kuna dunia mbili ambazo unaishi, ila moja hujui kama unaishi. Nikamwambia yani ipi, yani unamaanisha gani? Akaniambia dunia ya wewe halisi na wewe wa kubambikiziwa. Jana ulitaka kweli kutoroka na kile ambacho kilitokea ni cha kweli kabisa. Labda nikwambie tu kwamba hiyo mimba usitoe. Mzee alinisogelea akanong'oneza sikioni, akaniambia tumboni kwako kuna kenge, hata ukitoa hawezi kutoka. Tafuta ile mbegu, ni muhimu sana ili nikutibu binti. Akasema afa kaondoka. Hebu imagine, mbegu ambayo nilikulaga sijui lini huko. Mimi nitakumbuka ile mbegu iko wapi ya ile tunda. Basi maneno yake alinipa mkanganyiko wa akili. Nikabaki namtazama yule mzee wakati kauli za maneno yake zikawa zinaendelea kunipita kwenye kichwa. Eti tafuta mbegu. Afu sio mimi naishi dunia mbili. Msikilizaji, sio umeelewa? Nadhani hata utaanza kuelewa. Kwa sababu inawezekana jana nimeona nikija huku sioni. Nimeona na vile vitu ni vya kweli, lakini maana watu ambao nilikuwa nao ni wengine. Basi kwa hiyo na maana hata mama yangu pengine kweli nilimuona, na kama ni hivyo mama aliniambia nitoe mimba. Mbona mnanichanganya jamani? Anyway, hakuna shida. Bwana wewe, mimi mimba natoa. Poetelea pwete. Nikaamua tena huyo kenge sio mjuzi kitu gani atajua mwenyewe. Amuzi la mwisho ni kwamba nachukua maamuzi bila kumsikiza yoyote kati ya wote ambao kwanza wananichanganya. Nikaona mtu kwanza kumsikiza ni mimi mwenyewe, kwa sababu kama ni kuumia kuteseka ni mimi na kukosa amani kwenye maisha na kila kitu ni mimi. Kwa hiyo sio muda kwanza kushirikisha watu sio nini waingie kwenye maisha yangu, hapana. Yani ni bora tu nikafanya maamuzi nijiangalie mimi mwenyewe. Hapa nikazaliwa na wazo ambalo natakiwa kutoa ile mimba, yani litakalo nikuta basi bwana. Basi nikarudi kwenye gari nikawasha kuondoka mahali pale. Nakumbuka nilifika nyumbani kwenye majira ya saa 12:30 hivi jioni, nikapika zangu. Tena nipika chakula kitamu jamani. Yani hata nikifa nioni nimekula vizuri. Steve aliporudi tukazungumza baadhi ya mambo mpaka muda wa kulala ulipofika. Nikajipeleka zangu chumbani mwenyewe kulala, lakini kabla ya kulala nikameza zile dawa ise. Sikuogopa lolote, sikujali lolote. Yani nilikuwa tayari kwa lolote. Yani nitakapokuwa na yule, nilikuwa tayari kwa kifo au kumia, lakini sio kuendelea kuwa na yule kiumbe. Na mzee alishaniambia sio ni kenge, sio ni kitu gani. Nikasema tutaona atakapotokea huyo kenge nakwambia. Basi baada ya kumeza dawa nikalala zangu. Nililala. Mwanzo nilipata usingizi. Yani ile masaa ya mwanzo hivi kama mawili matatu hivi, lakini ilipofika kwenye saa 7 nikaanza kuhisi maumivu chini ya kitovu.
tumbo liko linanguruma kama nataka kuhara hivi. Kwa kuwa sikuwahi kutoa mimba, nikadhani ni hali ya kawaida, nikasema acha nisikilizie kujua kinachoendelea. Basi dakika ya kwanza nikasubiri, kapita ya pili nayo ikaenda, ya tatu, ya nne, hii hapa. Zikaanza kunisabahi. Kuanzia dakika ya 5 ndio nilianza kusikia maajabu ise. Kwanza dirisha likafunguka lenyewe bila kufunguliwa. Kitasa cha mlango kikachezeshwa na funguo ambayo ilikuwa chini na dondoka. Sauti ya hatua za mtu ambaye alikuwa nje ya mlango zikasikika. Upepo mkali ukavuma ukitokea dirishani. Wasiwasi sasa ukanipanda. Sikuona sababu ya dirisha kuwa wazi, nikaamua kufunga tena na kurudi kitandani. Mbona kama mambo ya kutisha yanaendelea kunirudia tena? Nikajiuliza nikiwa na uoga sana afu natetemeka. Basi baada ya kufunga dirisha, hatua zile ambazo nilikuwa nazisikia zikapotea. Sikusikia tena, lakini tumbo lilikuwa linaniuma mno, yani kuliko kawaida. Ilikuwa ni kama kuna mtu ambaye alikuwa akivuta utumbo hivi, afu anauachilia mithili ya mwindaji ambaye alikuwa anawinda kwa manati. Na nilishika tumbo na kufinya, lakini ilikuwa ni kama na yaambia maumivu yazidi kuniadhibu. Macho yangu yalitoka katika simu yangu. Nikaitazama kwa kitambo kidogo, nikaona ni vyema kama nikipoteza muda kwa kuwapigia ama kuchati na baadhi ya watu ili hata wanifariji, hasa huyu Agi ambaye alikuwa akifahamu kila kitu kinachoendelea kwenye swala la kutoa mimba. Basi nikasogeza mkono karibu na dressing table ambapo hapo simu yangu ilikuwa, baadaye nikaichukua. Nikiwa bado kitandani nikajiambia kwamba mtu wa kwanza kumtafuta napaswa kuwa Agi. Basi nilimtafuta na nitafuta namna lakini kitu cha kushangaza ni kwamba sikuwa naona majina zaidi ya namba mume wangu peke yake ambaye nilimsave kama mume wangu. Nikaona shangaa, kwa nini hakuna majina yote? Ni namba zimefutika au nikawaza au kama kuna mtu nilimwachia simu amefuta bahati mbaya. Sasa kwa kuwa nilikuwa na kaida kuandika katika daftari baadhi ya majina, nikajinua nikaenda kuchukua daftari katika kabati, nikarudi kitandani nikiamini kwamba katika kile daftari kungekuwa kuna namba yote, lakini nilipofungua nikutana na maajabu mengine. Hakukuwa na jina lolote. Ile daftari ilikuwa jeupe, yani mpaka taarifa zangu nyingine za muhimu ambazo nilikuwa naandika hapo sikuziona. Nikawa najiuliza zimeenda wapi? Nikadondosha swali ambalo nilishindwa kabisa kulipokea. Basi macho yangu yakiwa katika daftari, ubongo ulifanya kazi ya kutafsiri na kuwaza kila dakika juu ya kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Nikapekua kurasa ya kwanza, kurasa ya pili, mpaka nilipofika katikati nilikutana na toni kubwa la damu. Mapigo ya moyo yalienda mno kwa sababu sikutegemea kama ningekutana na toni ile, lakini ghafla dirisha likajifungua tena kwa mara ya pili. Kitasa cha mlango kilicheza na sauti kwa nje zikaanza kusikika zikiwa na hatua. Wakati upepo ulikuwa ni mkali sana ukiingia ndani. Nilipandwa na hasira kutokana na hali ile. Nikasogea tena kufunga dirisha, lakini nilichokiona mbele yangu kwa nje kilikuwa ni kitu cha kushangaza mno. Yani ni kitu cha kutisha mno. Ilihitaji mwanamke mzoefu na jasiri aweze kutazama vile vitu. Nje niliwaona paka kama 100 hivi wakiwa na randaranda chini ya madirisha kama mita 2 hivi, yani nilikuwa nawachungulia na wao walikuwa wanatazama. Baadaye nikaona katikati yao kulikuwa kuna mtoto mchanga ambaye hakuzidi hata wiki moja, na baadhi ya wale mapaka walikuwa wakimrarua na makucha, wengine walikuwa wakimtafuna, wengine walikuwa wakilia. Hao ile sauti ya paka vile ambavyo zinatisha, yani mpaka wao wenyewe walikuwa wanatisha kwa sababu macho yalikuwa ni mekundu sana yanatoa mwanga. Basi wasiwasi ukanizidi, nikataka kufunga dirisha, lakini sauti ya kile kichanga ambaye alikuwa analia ilipita katika masikio yangu na alianza kulia kuashiria kwamba alikuwa akihitaji msaada wangu. Huruma ikaniingia kwa sababu nilihisi kama ni mwanangu hivi. Kumbuka hapa ninapokuambia hivi nilikuwa si yote, ila ni matukio ya kweli ambayo nilikuwa nayaona. Yani kuanzia zile sauti ambazo nilikuwa nazisikia za paka kuaka kwa macho pamoja na kitendo cha kumla yule mtoto. Basi baada ya kuona sauti ya mtoto imezidi kuwa kubwa na ikinihitaji kutoa msaada, basi niliinuka zangu kitandani, nikajiweka sawa, nikapiga hatua hadi mlangoni. Hebu niende nikatoe msaada. Ndio swali ambalo sasa nilikuwa liko kichwani mwangu, niende ama nisiende. Sasa baadaye nikasimama kwa muda pale mlangoni. Kusimama kwangu kulifanya kuongezeka kwa sauti ya yule mtoto. Moyo ulinisukuma kuchukua maamuzi ya kutoka ili kwenda kumsaidia. Basi nikashika kitasa, nikafungua mlango na kutoka nje. Nikaangaza katika korido kama kuna mtu yeyote ambaye alikuwa ameshika kitasa pia na alikuwa akitembea, lakini sikumuona. Sasa ni nani ambaye alikuwa akipiga hatua hapa au ni maenge yangu? Nilijiuliza nikipiga hatua kuelekea sebleni. Nilipofika sebleni niliwaza nitoke, lakini miguu ni kama ilikuwa mzito hivi. Nikasema labda nimwamshe Steve, nikaona niko sahihi kwenye hili. Nikarudi zangu katika chumba cha Steve, nikaanza kugonga mlango. Niligonga zaidi ya mara 10 nikimuita Steve kwa jina lake, lakini kimya kilinipa majibu. Nikaamini kwamba Steve amelala kweli kweli. Sikuwa na namna nyingine zaidi ya kukubali kuchukua maamuzi ya kuondoka katika eneo la mlango wa chumba cha Steve, na kisha huyo nikaelekea mlangoni ambako nilifungua mlango na nikatoka nje. Sasa nilipofika nje, ajabu ni kwamba wale mapaka sikuwaona, wala yule mtoto ambaye nilikuwa namuona analia sikumuona pia.
nilichoka. Nikajiuliza ni kwamba nilikuwa naota au niliangaza kila sehemu labda ningeweza kuona, lakini haikuwa hivyo. Mwisho nikaanza safari ya kurudi ndani. Lakini nilipofika katika mlango mkubwa kuingia ndani, nikashangaa naanza kuona damu zinatoka katika sehemu za siri. Ilikuwa ni damu ambayo ilitapakaa katika mapaja yangu kwa haraka mno. Wakati maumivu makali sana yalianza kunipata. Maeneo ambayo nilikuwa nimepigwa chale yaliweka na ufa, yani kama kulikuwa kuna mishipa, sijui ni mizizi, sijui. Kibaya ni kwamba nilikuwa nahisi kama kuna kitu kinajigeuza hivi tumboni. Kilikuwa kinatembea kwa kasi kama sekunde 40 afu kinasimama, kinatembea tena, au kinajigeuza taratibu kwa kasi afu kinasimama tena. Yani ilizidi kunipa maumivu makali sana na nikaendelea kutoka na damu. Nikaona sehemu salama ya mimi kukimbilia ilikuwa ndani kwangu, na huko ningepambana na hali yangu. Basi haraka nikafungua mlango bila hata kujali naacha damu kiasi gani. Nilikimbia mpaka chumbani, lakini bado yule kiumbe aliendelea kunizunguka tumboni. Aliendelea kupanda kama anataka kuja kifuani, lakini ningekaa hapo kwa sekunde kadhaa na muda mwingine angerudi tena chini, ambako ni kama alikuwa kitafuna utumbo, hata sielewi. Yani mateso yalianza. Nakwambia niliteswa ule usiku, naweza kusema niliuingiza katika historia ya kumbukumbu ya maisha yangu ya mateso. Nilisikia kama kuna mtu alikuwa akivuta utumbo, alafu damu zilikuwa zinanitoka kwa wingi mno. Niliteseka ile siku. Ni miongoni mwa siku zenye maumivu ambazo sitakuja kusahau. Sasa nashukuru Mungu kulipambazuka salama, huku maumivu yakiacha kwa muda, ingawaje chini ya kitovu kulikuwa kunaumia sana. Jua la asubuhi linikuta nikiwa kitandani, huku nikitamani kuianza siku mpya ambayo sikujua naanzia wapi au naimalizia wapi. Nakumbuka sasa siku hii mume wangu alinipigia na akanisisitiza kwamba kama kuna kitu ambacho kinaendelea pale nyumbani basi nimwambie, na sikusema kwa watu wengine huko nje, lakini sikudiriki kusema lolote. Nilikaa kimya zaidi na nilikuwa tunamuuliza anarudi lini. Kwa unarudi lini, maana umeniacha mwenyewe hapa nateseka kila siku, afu urudi upo tu huko. Niliongea, nilichoshwa na kila kitu jamani. Mke wangu hapana, kumbuka nilikwambia nafuatilia nini. Hata kama bwana biashara ndio mwezi wa pili jamani unapita sasa hivi hujarudi. Kwa hiyo biashara za huku anasimamia nani? Mke wangu bwana, kwani kuna ubaya mimi kukuamini na kuachia biashara usimamie? Kuna ubaya wote na nje ya biashara je? Hakuna kingine. Kwa hiyo nani ambaye atanipa mapenzi sasa? Nani ambaye atakuwa ananidekeza, ananiogesha usiku? Kazumari bwana, kama umenichoka basi niambie mimi niondoke nyumbani. Niambie bwana kuliko kuniacha mwenyewe afu huko kuza kusiuna na kina malaya kina nani sijui huko. Mke wangu ndio umefikia huko kweli? Mambo gani unaongea? Naomba tuongee mengine basi. Mungu akasema, na nilikaa kumsikiliza, ambaye akaendelea kuongea. Kuna mtu leo atakuja hapo nyumbani atakupatia mzigo wangu. Tafadhali sana usiufungue, ila uweke uvunguni mwa kitanda. Nani wewe bwana, na mzigo gani ataleta afisa ngapi? Mume wangu nilimuuliza. Alipouza kujibu zaidi ya kuniaga na kakata simu. Nikabaki nikiwa tu nje hapana nikitafakari mzigo ni upi ambao sitakiwa hata kufungua jamani. Mzigo mzigo gani ambao anataka kunipa? Kwa nini nisifungue? Nikaendelea kujiuliza, lakini sikupata majibu. Kuwaza kuliniisha pale ambapo nilikumbuka kwamba natakiwa kutazama majina kwenye simu kama alikuwepo au la. Jambo la kushangaza, majina yalikuwepo. Nagi alikuwa amenipigia simu. Miss ndo nini bana kunipigia simu saa 7 usiku vile jamani, mpaka nikaogopa. Hagi akaniuliza, simu? Si ndo wewe jamani umenipigia simu ukasema kwamba unaumia, umeanza kuona damu zinakutoka sijui. Nikakwambia pole mwaya, ndo mtoto anaanza kutoka hivyo. Nikamwambia Hagi wewe, mbona mimi sikumbuki? Akaniambia muda uko sawa kweli? Unajua nilikuwa sielewi nini kinaendelea kwa kile ambacho nilikuwa nimekiona jana na kile kilichotokea. Yaani ilikuwa ni tofauti kabisa na Hagi ambacho ananiambia. Basi kabidi nimkubali kwamba ni kweli jana ametokea hayo na nitakuwa nimechanganya vitu. Kichwa changu kinapitia mambo mengi sana mpaka mengine nasahau. Pole bwana, na ndio maana nilikuwa nakwambia unahitaji uombewe. Usikute unapewa mchafu na kuandama wewe kwenye nyumba yako. Acha tu kwanza hii mimba itoke tu. Yaani ikitoka nitafanya hivyo, yani nitafanya, yani kama hata ni dini yangu iruhusu nitaenda tu kuombewa. Sawa mwaya, ngoja basi mimi nikuache niwahi majukumu. Vipi utakuwa na uwezo wa kuja kazini? Hagi, kuna kazi kweli na hii hali. Na unastaweza kukuacha tu ni ile likizo fupi hadi kiumbe kimalizike kutoka umo tumboni. Nikasema, ambapo tulizungumza mambo mengine na kuchandua mazungumzo yetu wenyewe kwenye simu. Baadaye simu ilikatwa na mimi nikawa nimeamka sasa, nikajiweka sawa, nikatoka nje nikazungumza na Steve. Nilimkuta Steve akiwa nje kabisa anasafisha gari mwenyewe, na mimi nikawa nimemsogelea pale na nikafika mpaka alipo nikamsalimia. Naye alitikia, lakini nilionekana kama mtu ambaye hakuwa sawa hivi kwa sababu alinitazama sana mpaka uvumilivu kanishinda. Nikamuuliza kuna nini? Mbona unanitazama hivyo? Hivi madam, jana ulikuwa unaota au ndio kweli? Nikaambia kwa nini? Kuna nini? Kwani ukumbuki chochote?
Mimi sikumbuki, ndio nataka kujua kuna nini. Ulikuja mlangoni kwangu, ukagonga kwa unasema sio nije nje, sio kuna mapaka, twende tukawaone. Steve akanisimulia na kuniambia kwamba tulitoka mpaka nje na hatukuona paka. Nikawa najiuliza, mbona vitu vinaenda kugongana sana? Wakati yake anasema kwamba nilimpigia simu jana usiku, ilhali katika kile ambacho jana nimepitia kwenye usiku, mimi nilipotaka kumpigia simu sikuona namba yake, msikilizaji, unakumbuka? Lakini huyu naye anasema kwamba sio nilimgongea. Kati mimi jana nilimgongea na nje kutoka. Sasa nikaanza kuziona dunia mbili ambazo yule mzee kule alikuwa ananiambia. Nikaanza kuona picha halisi sasa. Ina maana yule wa jana na huyu wa mimi ni leo ni yule, lakini naishi kwenye dunia mbili tofauti. Nilichoka. Nikamwambia bwana, mimi nina tabia kuota usiku. Nikamwambia, akaniambia pole jamani, nilijua unaota kabisa kwa sababu ulikuwa kama kwenye hali halisi hivi. Nikamwambia ndio hivyo, kuna muda naota natembea mpaka nje, utaona naongea, narudi. Ndio hivyo, na ndio maana mume wangu alileta mtu hapa awe kama mlinzi. Pole sana. Kuna dawa nitakusaidia, naweza kufanya ujisikie vizuri. Ngoja nikienda hivi afu nikirudi nitakupatia. Steve akaniambia. Basi mimi niliamua kumdanganya Steve kwa makusudi kabisa, kwa sababu sikutaka ajue vitu ambavyo nilikuwa napitia. Basi tukazungumza mambo mengi sana pale. Nikamwambia kwamba mimi sitoweza kutoka na kwenda kazini, kwa hiyo anaweza kuendelea tu na mizunguko yake kama kawaida. Akanielewa. Nikarudi zangu ndani ambako nilifanya majukumu yangu ya kawaida, lakini tumbo lilikuacha kuniuma kwa kweli. Nilikuwa naumia mno. Nikajua kwamba huenda itakuwa ni zile dawa kama ambavyo daktari aliniambia. Basi nikakumbuka nakumbuka kwamba siku hii bwana ilisha mpaka jioni na usiku ukaingia. Na Steve alirudi pale nyumbani akiwa na dawa za mitishamba hivi, akaniambia kwamba kabla ya kulala nipake usoni. Nikamshukuru sana, nikaahidi kwamba nitafanya alivyoniambia. Ilikuwa ni majani ambako kwetu tunaita mbalika. Watu wenye mtoke au vidonda wanatumia sana kutibia. Sio kwamba nilikuwa siujui ile mti, lakini namna ambavyo yeye alikuwa amenieleza kwamba natakiwa kutwanga sio kwenye kinu ndo nijipake, ndio kitu ambacho nilikuwa sikijui. Basi nilipofika majira ya saa 4 usiku, nikasikia alarm ya geti kama kuna mtu ambaye kanabisha hodi. Niliamka, nikatoka kitandani kwangu. Na nilikuwa chumbani, huyo nikapiga hatua hadi sebuleni ambako sikumkuta Steve, nadhani nilikuwa nimeenda kulala. Nikatoka nje moja kwa moja mpaka getini, nikafungua mlango. Mbele yangu alisimama bibi Kizemba, alizeeka kweli. Alikuwa amezeeka mno. Yaani nikisema amezeeka, alikuwa amezeeka haswa. Kichwani alikuwa na manywele sijui ni matatu niseme, yani kama yale mashetani ya kwenye filamu yale ya kwenye Wrong Turn yale. Meno mdomoni hayakupo kabisa. Mkononi alikuwa ameshika kitambaa cheupe ambacho kilikuwa kimefungwa fundo moja kubwa hivi, lakini katika ile fundo kulikuwa na damu ambayo ilikuwa inadondoka. Lilikuwa ni fundo kubwa mithili ya ngumi hivi, la mtoto wa miaka 6 hadi 10. Nikamtazama kwa sekunde kadhaa yule bibi, baadaye nikamsalimu, nikamkaribisha, lakini hakuonekana kuzungumza lolote. Akanyosha tu mkono wake na kushika tumbo langu. Alianza kulipapasa, nilishia kumtazama, lakini hofu ilinitanda mno. Baada ya kupapasa kwa sekunde kadhaa, akanikabidhi kile kitambaa na kisha huyo aliondoka zake. Nikamtazama mpaka anazama katika kona. Na mimi nikarudi tena ndani. Kichwani kwangu nikabaki na maswali. Huyu bibi nani? Kwa nini mnipapasa tumboni mondoka zake? Na mzigo ambao mnipa ni wa nini? Shauku ya kutaka kujua ilinipata. Basi nikiwa kitandani nikajiuliza sana kwa kile kitambaa kilikuwa kinatondosha damu kila dakika, na ndo nikakumbuka maneno ya mume wangu. Nikakumbuka pia matukio jana usiku, na mwisho nikakumbuka pia maneno ya yule mzee kuhusu kuzingatia baadhi ya maagizo ambayo anapewa. Nikaona sina sababu ya kufungua lile fundo na kutazama vilivyokuwa ndani. Nikaweka uvunguni na mimi nikachukua dawa ambayo tayari nilikuwa nimeshaitwanga na kisha nikapaka usoni. Nikalala zangu. Bwana wewe, usingizi ulikuwa ni mtamu sana. Usiku huu ulikuwa ni usingizi ambao sio tumbo wala kuamka ambako ningekutana nako. Yani nililala mpaka ilipofika asubuhi. Tena niliamka nikiwa ni mwenye nguvu na tabasamu kweli. Mpaka nikajishangaa kulikoni, mbona si kawaida yangu? Yani ilikuwa kawaida kabisa. Nikashika tumbo kidogo, nikagundua kwamba ilikuwa limeanza kukua na limeanza kujitokeza. Na kazi kubwa sana kumwambia mume wangu kwa hii mimba ni yake. Yani kama haitotoka sio nitamwambiaje. Nilizungumza na nikanyanyuka na kutoka nje bila hata kumpigia simu mume wangu kama ilivyokuwa kawaida. Sasa ilikuwa ni majira ya saa 1 asubuhi, muda ambao Steve alikuwa ameamka. Nilimkuta nje akiwa anamwagilia maua. Nikasogea hadi sehemu ambayo alikuwepo na mimi nikajisimamisha pembeni pale, nikamsalimu kama mwanzo tu. Akaniambia vipi, kuna lolote ambalo unaona siku jana? Nikamwambia hapana, nimeona tu siku ilikuwa tofauti sana kwenye maisha yangu. Akaniambia kwa nini? Nikamwambia nimelala kwa raha jamani. Yani hakuna hata kitu ambacho kimenisumbua. Ningependa kujua nani ambaye amekufundisha dawa. Basi akacheka kidogo, akaniambia ni mzee mmoja pale Magomeni, anaitwa nani sijui, anasimama sana barabarani majira ya jioni. Alisema Steve. Nikafahamu kwamba hakuna mwingine ambaye alikuwa anamzungumzia zaidi yule mzee wangu ambaye
ananiambia mambo kama mafumbo. Nikajikuta nakuna kichwa. Shauku kutaka kumjua zaidi yule mzee kanifikia. Kwa hivyo nikamuuliza zaidi, Steve, kwani unamjua? Sana, ingawa jina lake silijui. Ni nani anatokea wapi? Kwani yuko pale barabarani kila siku? Ndio hivyo, kama nilivyosema, mimi sijui hata jina lake, lakini anatoka kule Mkunya, alisema Steve. Nilikuwa nazifahamu hadithi mbalimbali kuhusu eneo ambalo linaitwa Mkunya hadi huku hadithi nyingi zilikuwa zinasifu sana eneo hili kuwa liko na watu wenye uchawi kupitiliza. Kwa hivyo niliogopa sana, lakini niliuliza ili kupata ufahamu kwamba ni mganga wa kienyeji na ametibu watu wengi sana. Yani kachukua machizi wote kutoka kila soko, yani wale wote ambao wameshindikana afu wapeleke kwake, wamepelekwa kwake au machizi wote amewatibu. Tena kwa dakika chache tu ni mzee fulani hivi ana mambo mengi, afu ni simple, ila anatakiwa tu, unachotakiwa kufanya tu ni kuzingatia kufanya masharti yake na umpe muda afu mwelewe kile ambacho anakuambia. Ndio hivyo, mimi mwenyewe mama yangu alikuwa anasumbuliwa na jini mahaba. Unaambiwa miaka hiyo bi mkubwa alipewa kila kitu na jini. Halafu alikuwa mama mmoja hivi tajiri kweli. Hasa bwana yule jini alimuendesha sana kwa sababu ndugu yetu wa mwisho alikuwa amezaa na huyo jini, kwa hiyo akawa anamtaka mtoto wake. Steve alisema kile kitu ambacho alikuwa ameanza kunisimulia niona kama kinagonga kwenye masikio yangu huko ubongo, kutafsiri kama kitu ambacho kinafanana na yale ambayo nilikuwa napitia kwa wakati ule. Nikaikumbuka ile dunia nyingine ya mimi baada ya kurudishwa pale nyumbani katika mazingira ya kutatanisha, na kisha Sophie na mume wangu wakajitokeza na kunipa chali. Kwa hiyo jini alikuwa anataka mtoto. Niliuliza, ndio bwana, unaambia mama alizunguka kila sehemu, alienda kote ambako unakujua. Alitembea na kumaliza hela, lakini yule jini hakuacha kumsumbua na kumwambia nataka mtoto wake. Basi ndio akakutana na yule mzee. Unadhani hata alichelewa? Basi alimwambia tuleta vitu hivi na hivi na hivi, hakikisha unapolala unakuwa na ile dawa niliyokupa. Tangu siku hiyo mama anaishi kwa amani yani, lakini zile mali zimerudi kwa yule jini. Kwa hiyo mama alikuwa amepewa mali nyingi sana. Sio tena majini wanatoa tu mali kutoka eneo lote ile ambalo wanataka. Steve aliweka urefu wa masimulizi yake hapa. Masimulizi ambayo alinivutia kiukweli. Nikajiona mjinga kutokana na kile ambacho alikuwa ananisimulia. Nikajiona mimi ni mjinga kweli. Yaani kwa nini sikuwa namsikiza yule mzee? Hasa pale ambapo alikuwa ananishauri, kwa sababu ningekuwa msikivu mzuri basi ningekuwa nimeshatatua matatizo siku nyingi sana. Nikajiambia kwamba nina kila sababu ya kutaka kuonana na yule mzee kwa udi na uvumba. Nikajiambia hivyo. Sasa kwa kuwa nilikuwa nimeshaongea na Steve vya kutosha, nikarudi zangu ndani ambako nilioga, nikaweka vitu sawa pale. Nilikuwa nimepanga kuondoka na safari yangu ingeenda kukoma kwa Agi. Huko bwana tungezungumza mambo mengi sana. Alafu jioni nitakapotimu basi niingie moja kwa moja kwa yule mzee ili nipate kuzungumza naye kiundani. Kama ilivyo kawaida, nilivyokuwa nimepanga, kweli nikafanya hivyo, na baada ya kuoga nilimwaga Steve nikamwambia nakwenda. Alitaka kunisindikiza lakini nikamwambia haina haja bwana, nitaenda mwenyewe. Akaniambia lakini bosi akijua ile atawaka mama. Nikamwambia Steve bwana, asante wewe nisikilize mimi, umesikia kwani mimi mtoto? Akaniambia sawa, hamna shida. Steve alikubali na mimi nikatoka pale nyumbani. Sasa nakumbuka nilifika kwa Agi kwenye majira ya saa 5 hivi, ilikuwa inaelekea saa 6. Nikaongea naye mambo kede ya kujenga na kuimarisha mahusiano wetu, nikimwambia kwamba natakiwa kuonana na yule mzee. Kama kawaida yangu kuhusu kumsimulia kama nilikutana na bibi Kizee ambaye alipapasa tumbo, sikuacha kumueleza kwa sababu mimi nilikuwa namwamini kweli. Akaambia kwa hiyo ilikuwaje? Akaniambia hicho kitu sijui hata kuna nini mimi ndani. Umefungua? Hapana, sijafanya hivyo, mwanangu alisema nisifungue. Kwa nini sasa unakaje na kitu ambacho uogopi? Yani unajui ni kitu gani? Nikamwambia rafiki yangu, sasa mimi nifanyaje? Mwanangu shaniambia nisifungue. Yani ningekuwa mimi nishafungua. Usikute unataka kufungua matatizo yako. Mimi nimeogopa kweli. Yani bila mimi siwezi kufungua. Nikamwambia Agi ambaye nitaka nifungue kile kitu, lakini mimi sikuwa tayari. Niliona nitajiingiza kwenye matatizo ambayo yangeenda kuhatarisha maisha yangu huko mbele. Basi baada ya kuongea sana mambo mbalimbali, jioni kaingia, nikaondoka katika eneo lile na nikafuata ratiba zangu kama ratiba ilikuwa inasema. Niliwahi katika barabara nikiamini kwamba yule mzee nitamkuta. Kwa bahati nzuri kweli nilifanikiwa kumkuta kweli. Nikataka kusimamisha gari ila simu yangu iliita. Nilipotazama alikuwa ni mume wangu. Mikono ikawa mizito sana kupokea ile simu na sikuweza kupokea zaidi ya kuikata sauti na kisha nikaitupa katika mkoba, nikasimamisha gari pembeni, nikateremka. Nilifika hadi sehemu ambayo yule mzee alikuwa amechuchumaa na mimi nikachuchumaa. Nikampa salamu yake kama heshima na kisha tukaanza kuzungumza. Nikamwambia, hivi kwa nini waga unakaa hapa kila siku? Akamwambia ndio kilicho kuleta. Nikamwambia hapana. Kwa hiyo sawa, acha niingie kwenye kilicho nileta. Haya, karibu, mzee alisema. Nikatupa macho pande pili ya barabara ambako niko nimesimamisha gari yangu, kisha nikarudisha tena macho kwa yule mzee. Nikamwambia, mimba inazidi kukua, inazidi kuwa kubwa na naomba niambie mambo mawili tu. La kwanza, nataka kujua hii mimba ni ya nani. La pili, nataka kujua pia nawezaje kutoka kwenye kisanga cha maisha yangu. Nilimuuliza yule mzee. Nikaona amepiga kimya. Akawa kama mtu ambaye alikuwa anafikiria jambo hivi. Mwisho akapiga chafya na baadaye akaniambia,
unajua kabisa utajiri wa mume wako umetokana na nini, si ndio? Nikamwambia ndio najua, lakini hujijibu swali langu. Najua kwamba sijibu, ndio maana nakuuliza. Sawa, utajiri wa mume wako ni wa kishetani, na kama unakumbuka ulishaambiwa anahitajika mtoto ili kutolewa kafara. Ndio, lakini haikutakiwa mimba ije kwangu. Imekujaje kwangu? Ulifunguliwa kizazi na kisha ukafunga kizazi. Kwa nini yani kivipi yani? Unaviuliza sasa. Nataka kujua baba. Okay, ulimuoa mtu ambaye alikuwa na mimba. Nani ambaye nimemuoa alikuwa na mimba jamani? Mimi tena nilikuwa nimechanganyikiwa na majibu. Yani yale maelezo kwa nanichanganya. Sio kwamba nilikuwa sijui nani ambaye alikuwa nimemuoa, lakini nitaka kujithibitisha kama ni kweli ni mama mkwe. Nilimwona mzee akinitazama usoni, baadaye akaguna kidogo akaniambia, "Mama mkwe wako kwani alikuwa na mimba?" "Ndio." "Kwa hiyo imekuwaje?" "Alikufa nayo kwa bahati mbaya. Ndugu yake hawezi kushika mimba sababu tangu hapo alikuwa mgumba. Kwa hiyo wameamua kuhamisha ile mimba kwako. Wewe ndio ambaye utajifungua na wazo hili litoa wifi yako Sofia." Yule ambaye nilikuwa nafanya naye mapenzi usiku ni mume wako? Kwamba siku na mtu ulimwota anataka anakuvua nguo sio nini? Ndio. Alikuwa nani? Mume wako. Mume wangu. Lakini mbona alikuwa kama ni mume wangu? Mume wako kwani ana sura kama ile ambayo uliona? Hapana. Sasa ndio hivyo, yule ndio mume wako bwana. Ile ndio sura yake halisi. Yani uko aliko sasa hivi ndio yeye. Usidhani kwamba yuko Dar es Salaam kama ambavyo amekwambia. Yupo mle ndani kwako. Anateswa na majini kutokana na kushindwa kuleta mtoto kwa wakati. Kwa hiyo yule ndio mume wako. Huyo ambaye unamuona ni shetani ndio mume wako. Mungu wangu. Nilijikuta nikihamaki, mikono ilikuwa kichwani. Sikuamini kile ambacho mzee alikuwa anakizungumza, kwa sababu hii ilikuwa ni taarifa ambayo ilikuwa ni mpya sana kwenye masikio yangu. Nikaona mzee akiingiza mkono katika mfuko wa shati lake, akatoa kipande kidogo hivi, naweza kusema ni kama kidole cha shahada cha mwanamke hivi mbea. Baada ya kutoa kile kipande akanikabidhi, akasema, "Ikifika saa 7 kamili usiku amka, afu tafuna hiki kipande na yale mate ya kwanza meza, ya pili usimeze, ya tatu meza. Utamuona mume wako anapokaa kila siku." Nikamwambia, baada ya hapo utakayokutana naye naomba uje unisimlie kesho. Niko hapa kuna dawa nitakuelekeza." Mzee aliniambia. Nikaona nimefanikiwa kwenye kila kitu. Songo liweka tabasamu kwa sababu nilijua kwamba naenda kumaliza kila kitu. Basi nikarudi kwenye gari yangu, nikapanda, na kilichofuatia hapo ilikuwa ni mimi kuondoka kurudi nyumbani kwangu. Basi nilifika nyumbani kwenye majira ya saa 12 jioni. Ambapo sasa nimkuta Steve akiwa anatazama runinga. Tukapata kuzungumza mambo mengi mno. Wakati huu alikuwa akiniulizia kama kule ambako nilikwenda nimefanikiwa ulala, lakini kwa kuwa tulikuwa tunazungumza pale nyumbani nikaamua kumficha ili asijue kule, maana ukute mume wangu ananisikia nimeshaambiwa yuko pale pale ndani. Nenda tu kwa Hagi. Nikajua nenda kwa yule mzee. Hapana bwana, iko hivyo. Kwanza nimjulie wapi hadi niende kwake. Ila mambo yakienda nitakwambia. Ikiendelea kunisumbua nitakwambia nipeleke. Ilo ondoa shaka, mimi niko hapa kwa ajili yako. Basi sawa, ngoja mimi nikapike kwanza afu tutazungumza wakati wa kula. Nikasema, baadaye nikaingia zangu chumbani ambako nibadilisha nguo na nikaweka mazingira sawa. Kama unavyojua mwanamke bwana, chumba chake kinatakiwa kisafi. Na mimi nilikuwa napenda sana kuwa msafi. Muda wa kuandaa chakula cha jioni ulifika, nikaingia zangu katika mapishi ambapo nilipika mpaka nilipomaliza, na muda wa chakula ulipofika tulikaa katika meza na kuanza kula. Taratibu stories za hapa na pale zikaendelea. Steve hakuwa mtu wa kunuka mdomo, labda tungesema kwamba angekaa kimya. Alikuwa ni miongoni mwa watu ambao wanapenda sana kuzungumza. Nilikuwa nimepanga kuoa, lakini hawa wanawake vijijini bwana hawana hata akili, alisema Steve akiwa anacheka. Hali ambayo ilifanya mimi pia nicheke. Shemela, unadhani natania? Hawa mademo vijijini kavu sana ise. Kwa nini? Kuna hiyo pisi bwana nilikuwa naye. Nilitoa shamba huko kama unavyojua sijui huko kunaitwa Miulu, sijui mara Moma. Sasa nikamleta hapa town. Nikawa nakaa naye hapo Chiko kama unavyojua. Si hapo tu mimi nacheza nini fresh dakika kadhaa. Nikawa naenda job narudi, naenda job narudi. Kwa hiyo kawaje? Siku hiyo bwana sikanasa kwa muuza chipsi mmoja hivi aisee. Yani yani anakula mboga mwanangu. Yani wanawake wa shamba nyinyi. Yani ni wa shamba ya Mungu tena. Yani usijua. Hivi unajua kwanza ni wapi? Ingawa ilikuwa ni story ya kuhuzunisha, lakini nikajikuta nacheka kutokana na namna ambavyo alikuwa anazungumzia. Hakika alikuwa na vituko sana. Akaambia usicheke, wanawake wanachanganya akili kinoma yani. Kwa hiyo wa kwanza alikufanyaje? Yule ndo kavu kabisa. Yani unajua kavu. Kwa nini sasa kavu? Hebu vuta picha Shemela. Una demu umemtoa bushi, afu namleta mjini. Mnakaa miezi 2 hivi, mnapanga mipango ya ndoa au sio? Sasa bwana siku imebaki siku moja unamwambia, nenda home kajiandae kesho nije nikuchukue. Kumbe mwenzako ndo anaona muda wa kwenda kukutana na ex wake ili waende huko akayarudie. Sasa baada ya kwenda kwao bwana akaenda kwa ex wakabanjuana huko. Asubuhi mimi naenda kwao kuchukua jiko. Hapa akofika. Steve akaweka kituo kingine. Mbavu zilikuwa zinakaribia kunivunjika. Yani ile namna ambayo alikuwa anasimulia ilikuwa namna ambayo
inanifanya nicheke. Nilicheka sana. Lakini nilifika tu nikamshauri kuhusu maisha, nikamsisitiza kwamba vyema kama anapambana ili kutafuta maisha yake, basi na yeye akazane tu, basi akuacha kunishirikisha mambo mengi kuhusu maisha yake kwa ujumla, mipango yake mingine. Na mimi nikampa moyo huku nikijitumia kama mfano kwenye swala la kulala chini mpaka kuwa tajiri. Siku nilikuwa na furaha sana. Nikamwona Steve kama miongoni mwa watu ambao wamekuja kubadilisha maisha yangu. Yaani at least nikanacheka. Basi baada ya chakula na kumaliza kula pale, akanipatia dawa ya jana ile, nikaitwanga nikajipaka usoni. Tukaagana, nikaelekea kulala na yeye akaelekea chumbani kwake. Nilipofika chumbani nikatandika kitanda kwa mara nyingine, nikatazama ile dawa ambayo ilikuwa katikati ya matiti yangu. Nikajiambia kwamba kwa namna yote ile basi nitafanya juu chini, nikifika saa 7 kamili niwe sijalala. Nikaona hii ndio ingekuwa njia nzuri ya mimi kukaa bila kulala. Nakumbuka muda ambao niliingia chumbani ilikuwa ni saa 5 hivi, kwa hiyo ikabidi nivute muda kwa kusoma baadhi ya story mtandaoni, kwa sababu nilikuwa mdau mkubwa sana wa hadithi. Alafu nilikuwa napenda sana za kutisha. Huwezi amini. Sijui kwa nini. Yaani kichwa changu kinanivutia kwenye hadithi hivi ni vile ambavyo mwandishi alikuwa anaeleza mazingira ya pale anaposema. Basi ghafla nilikuwa nahisi nashikwa, yani mwili mzima ungana unasisimka kana kwamba ndio upo kwenye stories kama tunavyosikia hapa. Basi bwana, sasa nakumbuka nilisoma hadi kwenye saa 6:45. Yani bado dakika 15 hivi ifike saa 7. Nikakumbuka kuhusu kile kitambaa cha jana ambacho nilipewa kama mzigo na yule bibi. Hivi kipo kweli? Kwa sababu mchana nilikuwa nimekiacha, nikawaza, nikajiuliza, mwisho nikachutama kutazama, nilikiona. Lakini siku hii kilikuwa ni kikubwa kidogo tofauti na ile jana. Kwa nini? Mbona sielewi? Nikajiuliza, nikijaribu kutafuta jibu sahihi kwa ile hali, lakini sikufanikiwa kupata jibu. Sasa kwa kuwa ilikuwa ni usiku, nikajiambia kwamba sipasi kuendelea kuchunguza mambo ambayo yanihusu, zaidi sana nifanye ile kwangu. Unajua tena waambea wanakufa mapema, kwa mimi sikuwa nataka. Basi nikakaa zangu kitandani nikiangalia simu yangu ambayo haikuacha kuita muda wote. Ilikuwa ni mume wangu ndo anapiga. Kwa kuwa nishajua kwamba mchana nimefanya mambo gani ambayo angeweza kuhatarisha mawasiliano baina yangu na mume wangu, sikutaka kupokea. Nikawa natazama simu, ghafla nikasikia sauti kama zikijibizana kwenye chumba cha Steve. Sauti hizi ziliambatana na sauti za paka mbalimbali ambao walikuwa wakilia kwa sauti kubwa mno. Sijui walikuwa wakiitana ama walikuwa wakifanya nini, lakini hawakuweza kuzuia hizo sauti za watu wasijibizane ili nisizisikie. Hizo kwa ni sauti kubwa sana ambazo zilivuka mpaka kwenye ukuta na kunifikia. Mwanzo nikahisi kwamba labda alikuwa akizungumza na mke wake ama mpenzi wake, kama unavyojua tena vijana wa siku hizi wanapenda utelezi. Lakini kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda ndivyo ambavyo niliona nasikia sauti ya Steve ikizidi kuwa kubwa mno. Na kuna muda nilikuwa namsikia kama analia hivi, lakini pia sauti za paka nazo zikuacha kusikika kwenye ukuta wa chumba chake. Basi hadi kufikia hapa, imani kwamba Steve alikuwa anaongea na mchumba wake ikaondoka. Nikahitaji kujua nini kilikuwa kinaendelea dhidi yake. Macho yakatoa katika saa. Ilikuwa ni saa 5:50. Yani bado dakika 10 hivi. Zilikuwa zimesalia bado dakika 10 hivi ili nifanye jambo langu. Nikaacha ile simu kitandani na miguu katika ardhi, nikafika kwenye kitasa, nikafungua mlango, nikatoka zangu nje, nikashangaa kuna chumba cha Steve kimefungwa afu taa imezimwa, lakini bado sauti ilikuwa inaendelea. Safari nikasikia vizuri zaidi. Nani ambaye amekwambia utoe ile dawa? Sauti ya kiume ambayo ilikuwa ya mume wangu nilikuwa naisikia kizungumza. Wakati alikuwa akifoka mno. Aliniambia kuwa ameota bosi. Sikutegemea kama angefanya hayo ambayo amefanya. Nisamee. Steve alikuwa anaongea. Huna bahati hiyo Steve. Ulipaswa kuheshimu kile ambacho alikwambia Sofia. Hii nyumba sio ya kumshauri mtu. Sikutaka wewe mshauri kwa mke wangu. Unadhani mimi sina akili mpaka nikuweka hapa? Hapana bosi, usiniue. Steve alikuwa anaongea. Nikategemea kwamba kungekuwa na mazungumzo ambayo yangeendelea, lakini haikuwa hivyo. Badala yake kimya kilichukua nafasi. Sio Steve wala mume wangu ambaye alikuwa akizungumza. Taa ikawaka ghafla na sauti ya muziki mlaini wenye sauti ndogo hivi ukasikika. Sauti za wale paka ambao nilikuwa nawasikia mwanzo zilitoweka ghafla. Nikajua kwamba naota, labda Steve alikuwa akiota. Nikaita mara ya kwanza, Steve. Nikaita mara ya pili, Steve. Sauti yangu ilikutana na kimya kizito sana. Ikabidi sasa niite tena na tena, na kimya kilikaa kwa muda mrefu sana. Sasa hii ilinipa mawazo mengine. Nikaita mara 3 ya 4 nikigonga mlango, lakini kimya kilinifundisha namna kuchukua maamuzi mengine. Nikasema natakiwa kujua kwa undani aswa nini kwa kinaendelea, kwa sababu soko kwa kulalamika kule ambako nilikuwa nakusikia. Nikapiga hatua kurudi katika chumba changu kwa ajili ya kuchukua funguo ili niweze kufungua katika chumba cha Steve na kwenda kutazama ndani kulikuwa kinaendelea kitu gani. Nilipofika katika mlango wangu nikasikia kama mchemko redio hivi, yani kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anabadilisha channel. Sio, unanielewa? Yani ile ambayo nilikuwa naisikia afu kama anahamisha hivi. Nilishikwa na wasiwasi. Akili ikaniambia kwamba huenda Steve alikuwa yupo hai na ananifanyia makusudi kutoitika pale ambapo nilikuwa namuita.
Hasira zikanipanda, nikajikuta napiga hatua za haraka haraka hadi mlangoni kwa Steve. Nikagonga mara 2 mara 3, kimya kanipokea. Sauti ya redio mle ndani ikazimika na kisha sauti ya paka upande wa nje nikaisikia katika dirisha lake ikinipa salamu. Wasiwasi ulinizidi. Haraka nikahamisha macho yangu katika kitasa cha mlango wangu, lakini niliona kimya. Kumbe umeme ulikuwa umekatika nyumba nzima. Nikatupa jicho kwa majirani kama ulikuwepo, kwa wenzangu au ulikuwepo, lakini pale kwangu ni kweli umeme haukuwepo, ila kwa majirani zangu ulikuwepo. Akili kaniambia kwamba ni muda wa kurudi ndani ili kuchukua tochi kuweza kuwasha. Kama ambavyo nilitumwa na akili ndivyo ambavyo nilifanya. Nikapiga hatua hadi mlangoni, nikafungua, lakini kitendo cha kufungua kiliambatana na kudondoka kwa kitu. Mwanzo sikujua ilikuwa ni kitu gani. Nikahisi labda huenda itakuwa ni miongoni mwa vitu ambavyo sijaweka vizuri. Nikapiga hatua kuingia ndani ya chumba zaidi, lakini nilihisi kama kuna kitu ambacho nilikuwa nimekanyanga hivi na sikupuuzia. Si unajua tena kiza kwake kimenimeza, lakini bahati nzuri simu nilikuwa najua wapi ambapo ilikuwa. Basi nikasogea, nikachukua na kisha nikawasha tochi na kutazama. Sasa ilikuwa tayari ni saa 7, muda ambao nilikuwa natakiwa kutafuna kipande. Kweli bwana, nilikitoa nikakiweka mdomoni. Nikatafuna kwa mara ya kwanza, nikafanya kama ambavyo mzee alikuwa ameniambia. Mara ya pili kama kawaida nikatema, mara ya 3 nikameza. Kutafuna huku kuliambatana na kusudi langu la kupiga hatua ili kwenda kuona nini hasa ambacho kilikuwa kinaendelea katika chumba cha Steve. Lakini pia kujua nini ambacho kitatokea mbele, kama ambavyo mzee yule alikuwa ameniambia. Mwanga ukiwa umetawala katika chumba kizima, macho yangu yalipata nuru angavu na shauku ya kutazama kile ambacho kilikuwa kimedondoka. Nilikuwa na hamu kweli ya kujua, lakini nikashangaa kuona kama mkia hivi wa mnyama ukiwa unatazama katika mlango wa kutokea nje. Nikasema hiki ni nini? Nilikuwa najiuliza, nibaki kutetemeka mno. Jasho kama kawaida yake alikuwa acha kunitoka. Woga na wasiwasi viliambatana kwa pamoja bila hata kuachana. Nikajikuta simu nadondosha chini kwa woga. Kuhema kuliniandama zaidi kwa sababu kile ambacho nilikisikia kikiunguruma katika chumba cha Steve. Akili ilikuwa inaniambia endapo ukikaa hivi bila kuchukua hatua utakufa. Ilikuwa ni wazo langu la kwanza kulifanyia kazi, na moja kwa moja niliokota simu na kisha nikatazama kipande cha ule mti kama bado kipo, na kweli kilikuwepo. Ikawa ni kama bahati hivi kwa sababu niliona ni muda kuchukua funguo ili nitoke nje nikashuhudie nini ambacho kilikuwa kinaendelea. Usidhani kwamba sikuwa muoga, lakini nahisi kile kipande kilinipa nguvu ya kuamua kupambana kikomando. Aise, nilijiweka sawa kushika funguo vizuri, lakini nilipofika mlangoni nilifungua na kutoka nje. Bado ile sauti nilikuwa naisikia ikiendelea kukoroma. Ilikuwa ni ikitisha mno, lakini sikuweka uoga mbele. Kwanza nilifungua mlango wa chumba cha Steve nikaingia ndani, lakini nilichokutana nacho ilikuwa ni zaidi ya maajabu ya dunia. Kama kuna uchawi katika hii dunia, basi sidhani kama kuna ambaye ameuzidi huu ambao nilikutana nao. Dunia inatisha, dunia inaogopesha, ina viumbe vya ajabu. Yaani wewe visikie tu kama ambavyo unasikiliza simulizi. Mbele yangu nilimuona mume wangu katika umbo la ajabu sana. Alikuwa na mkia kwa nyuma ambao ulikuwa ni kama wakenge hivi na ulikuwa na manyoya mno. Kifuani alikuwa na matiti mawili ambayo alikuwa ananing'inia, utadhani ni mwanamke. Kichwani alikuwa na mapembe mawili, lakini sura yake ilibaki kuwa vile vile. Mikono yake ilikuwa kibinadamu, lakini miguu yake ilikuwa ni ya kenge. Meno yake mawili yalitokea mbele, huku eneo la mashavuni likiwa na alama ambayo ilikuwa inawaka hivi. Sikujua ni kwa nini, lakini nilihisi kama huenda ndo alama za chama chao. Yaani watu kama yeye waovu basi walikuwa na alama zao. Mkono wake wa kulia ulikuwa na pete kama kawaida, lakini mle ndani alikuwa akimtafuna Steve ambaye alikuwa amelala chini. Alikuwa akimtafuna taratibu mno, kwa kwanza na mkono na akaweka pembeni, akafuatia maeneo ya kichwa ambako huko alitoa meno pia na kula. Nikaona pia akimchomoa mguu na kula. Maskini Steve hakuwa mzima tena. Yaani kunisaidia kwake kulimponza Steve jamani. Kweli Steve aliliwa. Steve alikuwa ameuawa. Haya msikilizaji, hii ni sehemu ya 5 ya simulizi yetu ya Zamda. Jamani, Zamda furu wewe. Anyways, tukutane katika sehemu ya 6. Hapa ni simulizi yetu media. Mimi naitwa Tutu, kiukweli naogopa.